Adukana magaba. Twende badanana. Twende badanana. Twende bad. Kimbia. Yes. Kimbia. Amina, shalom. Kwa majina naitwa mchungaji Jacob, ni mchungaji wa kanisa la New Harvest Fellowship Church. Inatambulika kama kanisa Mavuno Mapya, tuko hapa Chibe. Nashukuru Mungu kwa ajili ya mashindano haya ambayo tumeandaa. Tunaita kwamba New Harvest Christmas Cup 2025. Ni maono ambayo Mungu ametupa kuleta watu pamoja, watu wa Chibe, watu wa dini zote, kwa sababu Kristo Yesu ni upendo. Kristo Yesu amekuja duniani kwa ajili ya watu wote. Kristo Yesu si kwa ajili ya Wakristo peke yao, lakini ni kwa ajili ya watu wote, wanadamu wote. Yesu Kristo amezaliwa kwa ajili yao. Ndio maana tumeleta mashindano au michezo kwa ajili ya kuleta watu pamoja. Nashukuru Mungu kwa mitikio wa watu ambao wamekuja kwa ajili ya kutazama michezo, lakini pia watu wanafurahia. Hili ni jambo jema kwa sababu inatupa picha ya umoja ambao Yesu Kristo ameleta hapa duniani. Sisi kama kanisa tuna wajibu wa kuleta watu pamoja kwa namna mbalimbali. Mara nyingine tunaletaga watu kupitia mkutano wa Injili, lakini tumeona kwa kipindi cha Christmas tuleta watu pamoja kupitia bonanza hili ya Christmas ambao ni imelenga kusanya watu wa Chibe kwa njia ya mchezo ambao watu wengi wameshiriki. Watu wamekuja kwa wingi na nashukuru Mungu sana kwa ajili yao, kwa ajili ya kufika mahali hapa. Ni jambo jema sana na watu wengi wanafurahi, wana amani, wanajisikia vizuri sana. Amina. Okay, labda pia kuna changamoto gani ambayo imeweza kujitokeza hasa katika uandaji wa mashindano haya na namna ambavyo umeona mashindano mpaka kufikia hii leo? Tuliangalia kwa undogo mwanzoni, lakini pia tukaona watu wanaitikia. Maandalizi yetu ilikuwa ni mdogo kwa sababu sisi tulitazama kwa picha ndogo kwanza watu wa Chibe tu watakuja. Kumbe imekuwa ni mchezo mzuri, alafu watu wengi kuja kutoka sehemu mbalimbali. Kwa hiyo mambo mengine kuna vitenda kazi vingine kwa imepungua, ndio maana hata kwenye wakati wa kuvuta kamba ikakatika, tumeleta kamba ambao sio sahihi. So tunaona changamoto imetokea kwa sababu tuliangalia kwa undogo sana, kumbe ilikuwa ni mashindano makubwa. Kwa majina yangu naitwa Abdulaziz. Nashukuru kwa mchezo umeisha salama, japo matokeo nimepoteza kwa goli moja kwa bila, nimefungwa. Nimekubali matokeo, najipanga kwa mashindano yajayo. Japo mashindano yalikuwa ni kwa muda mfupi, ningependa waandaaji wangeendeleza tena tournament hii, au kama ikitokea kama ikiisha kama hii hapa walete tena tournament nyingine. Maana vijana kama hawa inatusaidia sisi kukusanyika vijana kama sisi vijana, na pia inatoa fursa kwa watu kufanya biashara pamoja na wengine. Lakini nikirudi kwenye mchezo wenzetu walituzidi sehemu ya kiungo. Kipindi cha pili hasa timu yangu ilipaya kwenye kiungo, akabaki mtu mmoja, wale wengine wakawa wanacheza mtu mmoja badala ya kucheza kitimu zaidi. Bila nimekubali matokeo. Okay. Labda unaondoka na ujumbe gani juu ya mashindano haya yote kwa jumla? Yote kwa wote nawahimiza vijana, kikubwa tuwe karibu na Mungu kama tulivyoaswa na waandaaji. Ujumbe niliotoka nao na washukuru wote waandaaji walioandaa. Kwa majina naitwa Mwalimu Juma Abda, natokea sehemu ya Mpaka. Mashindano yalikuwa mazuri kwa vile kama tumepoteza, na kushukuru Mungu tumetoka salama na ishara. Tunataka yale tuliyokosea tunaenda kuyafanyia kazi. Okay, labda pengine una ujumbe gani juu ya mashindano haya licha ya kuweza kupoteza? Mashindano yalikuwa mazuri, watu wengi wamejitokeza kuja kusupport. Bila sisi ndio tumeangusha. Tunaenda mashindano yatakuja tena mwakani, tutapambana tuchukue kombe. Okay, kuna makosa ambayo ameweza kuyafanya golikipa wenu na ndio ambayo ameweza kuwagharimu kuweza kukosa mshindi wa 3. Labda pengine una ujumbe gani kwa wachezaji wenzako lakini pia benchi zima la ufundi na mashabiki? Cha kuomba tutafanyia kazi
ila goalkeeper ndo katuangusha zaidi, maana tukakata tamaa. Pia tunaomba tutafanyia kazi, kocha yupo, tutamwachia hilo. Kwa majina naitwa Elisha John Kusika kutoka huko Man City. Bwana, hongera sana kwa ushindi huu. Asante sana. Labda nguvu ya ushindi huu umechangiwa na nini? Ulichangia vizuri sana, lakini mchezo ulikuwa mzuri sana na afule kutoka uwanjani salama. Labda unawaambia nini mashabiki na wadau wote ambao wamejitokeza kutazama huu mchezo? Nawaambia wajitahidi kutushangilia sisi wachezaji wao na kwanza wamejitokeza uwanjani kutushangilia. Okay, labda pengine una neno gani juu ya mashindano haya? Mashindano haya? Nafurahi sana kushiriki kwa hii ligi ya wale tunawashukuru sana kutufahamu na sisi. East African Spirits Company Limited ni kampuni inayojihusisha na uzalishaji wa pombe kali na bia. Kampuni hii ilianza mnamo 2018 ambapo ilianza na line ya plastiki. Tulianza uzalishaji wa bidhaa yetu inayoitwa Diamond Rock. 2019 tukaanzisha line yetu ya line ya glasi ambao tunazalisha bidhaa yetu pendwa Hanson's Choice. 2023 ndipo tulipoanza ku blend na ku manufacture beers zikiwa ni Hanson's Light, Goldberg, Basembi ambayo imeunga mwaka 2024 na Hanson's Dry iliyoanza uzalishaji mwaka 2025. Bidhaa zetu ni bora, salama, zimethibitishwa na TBS, lakini pia zina key element au niseme ni zina sifa kuu ya kutokuwa na hangover, kutokuwa na harufu mbaya, na pia zina bei nafuu kwa kila Mtanzania.